sisi mashabiki kwa umoja wetu tumetengeneza umoja ambao unaitwa Tanzania Sports Influencers Promotion, ambao tuliamua kabla ya tuko kwenye process za mwisho za kutengeneza usajili wa group letu, lakini tukaona kabla ya kupata huo usajili tutengeneze mechi hii ambayo itakwenda kutufanya tukawa marafiki, tukazungumza lugha moja. Na ndio maana hapo naona kuna mashabiki wa Azam FC, mashabiki wa Simba na sisi Yanga tumekusanyika kwa pamoja kwa ajili ya kuliendea hili jambo. Kwa tuna mipango mingi sana ambayo tumeipanga kwa ajili ya kufika kwenye matarajio yetu. Nawakaribisha sana waandishi wa habari, mashabiki popote mlipo, muweze kutupa sapoti. Hili ni jambo letu, sio sisi pamoja na nyinyi, kwa sababu huu mmoja ambao tunautengeneza unakwenda kumaliza ile migogoro fulani ambayo inatokea wakati mwingine kwenye klabu, watu mnakuwa muelewani, kwa sababu kuna wakati shabiki fulani na shabiki fulani hawaelewani. Kulingana na umoja huu tushasuluhisha migogoro isiyopungua 3 au 4. Kuna wengine wamekuja ndio mara ya kwanza hapa, walikuwa kwenye social media mtu anamtupia maneno fulani, lakini anafika hapa anaona aibu, ataanza vipi fujo, sababu wamekuta kuna amani. Kwa hiyo nawakaribisha wote. Na Kevo yuko wapi? Kevo ana shughuli zake za kitaifa. Nilijua mshamweka kando. Msitengane, tupendane, sawa Ni sawa. Yaani kikubwa ni kutengeneza umoja ambao utaleta furaha na amani. Kwa kusema hayo, nawashukuru sana waandishi wa habari pamoja na katika hii nafasi mimi ni mwenyekiti msaidizi wa umoja huu ambao Tanzania Sports Influencers. Kiongozi wangu mwingine ni Godianga ambaye ni katibu msaidizi, Dr. Mo ni mwenyekiti, alafu na mzee wa Saluti yeye ni katibu mkuu. Mzee wa Saluti ni mwenyekiti msaidizi, Godianga katibu msaidizi, na mwenyekiti wetu ni Dr. Mo, yuko safarini huko, nadhani tarehe 21 tutakuwa naye pamoja kwa ajili ya kujumuika kwenye jambo. Kwa hiyo nawashukuru sana na karibuni sana. Kati ya Doros na Jessica nani anaongea? Aongea Kiingereza kwa sababu ndio shabiki pekee anayejua kuongea Kiingereza. You are warm welcome. Kwanza niwakaribishe wote mliohudhuria hapa. Karibuni sana, and we are honored to be here. We are honored to welcome you. So my people, watu wa Yanga oye! Yanga oye! Haya, Mangungu oye! Pisha linaanza, mpira unaanza, amuitikie. Hii ni kwa ajili ya mechi ya tarehe 21. Tumejiandaa. In short, we are well prepared. If is jogging, tuna vifaa ndani. Usione mashabiki, we are rich. We are proud of being Young Africans. Mheshimiwa wetu hapa, msemaji wetu ametuwekea vifaa vya kufanya jogging, vya kufanya wrestling ili kwa ajili ya hiyo tarehe 21. So we are well prepared. Hiyo mechi hatutaki mcheke. Maswala hii jersey expensive. Hii jersey 70 my dear. Haya. Uniambia unamleta Mzaramo huyo na kitambi chake. My dear, I'm not charging with people who are don't determined. I'm charging with people who are determined. Unaleta Mzaramo na kitambi chake. Money is here, the money is here. Lete hiyo hela, wewe shika simu alafu waongee nishindwe kutafsiri. Silete mpe huyu ashike, mimi nakupa simu nikishindwa. Get settled. Niko wazi. Mmechangishana. Can you settle? Okay. Mzaramo, we can't charge with people like you are bad. You can't even jamani, tusikilizane. Bwana Alina anadharau watu wenye vitambi. Sijui hajawahi kupata kibakubaku cha mtu mwenye kitambi. Come on. I'm just summarizing about our match. Oya huko. Tutue jamani, tumalize. Hey people, I'm just summarizing. Huyu amemaliza. Haya, Mzaramo njoo. Sijamaliza. I'm not no. I'm just finishing my summarizing. No, I'm just summarizing.
Sijamaliza. Umemaliza. I've not finished. It's because you don't understand me and Ahmed Harry. Yeah. Toa sauti basi Lina. Umetisha mwanangu Lina.